Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Septemba 30, siku ya Jumanne. Mada inasema warithi wa ahadi. Kwenye Yoshua sura ile ya kwanza aya ya 2 na ya 3, Bwana anamwambia Yoshua kwamba yeye anawapatia ile nchi. Kwa upande mwingine, yeye alisema kwamba tayari alikuwa amekwisha kuwapatia. Hii inamaanisha nini? Nchi ilikuwa ni zawadi kutoka kwa Bwana ambaye kwa kweli yeye ndiye aliyekuwa mmiliki. Kwenye Yoshua sura ile ya kwanza, ya 2 na ya 3, namna mbili tofauti za kitenzi kuwapa zimetumika, zikiakisi vipengele viwili muhimu vya kuirithi nchi. Namna ya kwanza inaelezea mchakato wa kumpa mtu ardhi. Himaya za karibu na Yordani pekee ndizo zilizokuwa zimeshikiliwa na Israeli. Sehemu kubwa ya nchi ya ahadi ilikuwa bado haijatwaliwa. Katika Yoshua sura ile ya kwanza aya ya 3, kitenzi hiki kinatumika katika hali ya wakati timilifu, wakati uliopo, kikiashiria kwamba tayari walikuwa wamekwisha pewa ile nchi. Mungu anapokuwa ndiye mhusika mkuu wa matendo hayo, hali hiyo huitwa utimilifu wa kinabii. Hii ni kwa sababu kile anachokiahidi kwenye neno lake ni ukweli unaothibitishwa, ambao unaweza kuaminiwa kama uhalisia uliopo. Kiwakilishi nomino kwenye aya ya 3, ninyi na yenu, ni dhahiri kipo katika wingi. Hivyo ahadi haitolewi kwa Yoshua peke yake, bali pia kwa watu wote wa Israeli. Rejea ya ahadi aliyopewa Musa inaonyesha mwendelezo wa mpango wa Mungu. Vilevile neno kol linalomaanisha wote, kila linarudiwa mara nyingi kwenye sura hii ya kwanza. Kuenea kote kwa kuwepo kwa nomino hii kunaelezea ujumla na uadilifu ambao ni muhimu katika kufikia lengo lililowekwa mbele za Yoshua. Kumekuwa na upatanifu mkamilifu kati ya Mungu, Yoshua na watu wa Israeli ili kuwa na uhakika wa mafanikio katika kupata ushindi unaokuja wa nchi ya ahadi. Soma Yoshua sura ile ya kwanza aya 4 hadi ya 6 na Waebrania sura ya 6 ya 17 na 18. Wakati huo hiyo nchi ya ahadi ilikuwa ni kitu hicho kabisa, ahadi. Licha ya hivyo, Mungu anaiita urithi. Inamaanisha nini kuwa warithi wa ahadi za Mungu? Hakuna muujiza kuhusu ahadi za Mungu, kwa zenyewe hazina nguvu katika kuthibitisha utimilifu wake. Hakikisho kwamba zitatimia lipo katika kuwepo kwa Mungu anayesema, nitakuwa pamoja nanyi. Kwa kweli kuwepo kwa Bwana kulikuwa muhimu sana kwa ajili ya kudumu kwa Israeli. Bila kuwepo kwake, hawa wangekuwa ni taifa mojawapo tu kati ya mataifa mengi lisilo na wito maalum, utambulisho au utume. Kutoka ile sura 33 ya 12 hadi 16. Kuwepo kwa Bwana ndilo jambo pekee anallohitaji Yoshua kwa ajili ya mafanikio yake. Hakuna ambacho kimebadilika leo, na ndiyo sababu tunayo ahadi ya Yesu inayopatikana kwenye Mathayo 28 aya ya 20. Hii ni Septemba 30, mada ikisema warithi wa ahadi. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.